Mapema wiki hii mamia ya wafuasi wa Rais Tshisekedi walifanya maandamano mbele ya ubalozi wa Marekani nchini DRC. Maandamano haya yaliitishwa na Augustin Kabuya ambaye ni rais wa chama cha UDPS, chama cha rais aliyoko madarakani Felix Tshisekedi, pamoja na baadhi ya vyama vingine vinavyomuunga mkono. Lengo kuu la maandamano haya lilikuwa kumpongeza rais wa Marekani kwa kuchukua hatua dhidi ya rais mstaafu Joseph Kabila. Sasa mbali na kumwekea vikwazo rais mstaafu, chama tawala kinataka Marekani imkamate na kumfikisha mahakamani. Hamisi Makutano ni miongoni mwa viongozi wa chama cha UDPS ambao walikuwa barabarani. Si mimi kiongozi wa UDPS, nimekuwa kiongozi wa vijana wa chama cha UDPS. Tumekuwa nyuma ya zile madecision yenye ilipatikana pa nchi ya Amerika. Tumewaomba ya kama wende pia mbali kwa kumkamata. Anapasha kuwa mbele ya wajuge juu wa muulize maulizo yenye nastahili juu ya nini ameua watu, juu ya nini ameuza bunduki, juu ya kupiganisha wakongomani vita. Donc sisi wote tulikuwa vraiment nyuma ya ile decision ya Amerika. Tunasema kama Amerika asisimame kwenye iko, anapasha enda pia mbali kutuma jinsi zote juu akamatiwe, pia awe mbele ya sheria ya dunia, pia sheria ya nchi yetu. Wafuasi wa chama cha rais mstaafu wamesema kuwa haieleweki ni kwa nini Marekani ambayo ni nchi iliyokuwa mpatanishi katika mchakato wa amani inamwekea vikwazo rais mstaafu na kuacha upande wa pili. Kwenye ukurasa wake wa X, Ferdinand Kambere, katibu naibu wa chama cha PPRD, chama cha rais mstaafu, alishangaa kuona Marekani ikiegamia upande wa serikali ya Kinshasa wakati mazungumzo ya amani yakiendelea. Thierry Lohete ambaye amejitambulisha kama balozi wa amani amepinga pia uamuzi huu wa serikali ya Marekani akisema tunawachukulia kuwa wamechochewa kisiasa na government ya Kinshasa na wachangi chochote katika mchakato wa amani. Tunajua tu kwamba idara ya azima ya Marekani imerejea tu mstari rasmi wa Kabila. Mnajua ana lengo moja tu, kuchangia katika kutafuta amani ndani ya nchi yetu. Na waza wa Marekani kama patanishi lazima wasiwe na upendeleo wote. Lengo yetu sisi tunaopigania haki ya binadamu ni kusema amani irudi ndani ya Kongo, na ile mambo ya vikwazo inapashwa kuharibisha processus ya amani yenye leo tunataka ifike kumwisho. Mbali na vikwazo hivyo vya Marekani, Septemba mwaka jana, rais mstaafu alihukumiwa kifo na mahakama ya kijeshi kwa tuhuma za uhaini mashariki mwa Kongo. Belchim Soshi, Idhaa ya Kiswahili ya Sauti Afrika, Kinshasa.